Karibu katika taarifa yetu ya habari za mchana wa leo kupitia Congo Post News, na mimi ni Idi George. Katika vichwa vya habari vya leo, waziri wa ulinzi wa taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kabombo Mwadiyamvita awasili mjini Uvira kwa ziara maalum ya tathmini ya hali ya usalama na ufuatiliaji wa operation za kijeshi zinazoendelea mashariki mwa nchi ya DRC. Pia tutakuletea taarifa kutoka Masisi ambako watu 5 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa kufuatia mashambulizi ya wazalendo dhidi ya nafasi za waasi wa M23 katika eneo la Kalembe. Na katika sehemu nyingine ya taarifa zetu, wananchi wa maeneo ya Kivu wanaendelea kuishi katika mazingira ya taharuki, huku mapigano na operation za kijeshi zikiendelea kuathiri maisha ya raia pamoja na kusababisha familia nyingi kukimbia makazi yao. Vile tutakuunga na habari za kimataifa. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tunakuomba kubaki nasi mwanzo hadi mwisho ili upate habari za kuaminika tena za kuenea. Karibu. Katika hali inayoendelea kuzua wasiwasi mkubwa katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu wasiopungua 5 wamepoteza maisha huku wengine kadhaa wakijeruhiwa kufuatia mashambulizi makali yaliyotokea katika eneo la Kalembe ndani ya wilaya Masisi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya ndani, mapigano hayo yalizuka baada ya wapiganaji wa kundi la wazalendo kuanzisha mashambulizi dhidi ya nafasi zinazodhibitiwa na waasi wa AFC M23 katika eneo hilo. Mashambulizi hayo yaliambatana milio mizito ya silaha ambayo ilidumu kwa saa kadhaa, hali iliyosababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi wa Kalembe na vijiji vya jirani. Mashahidi waliokuwepo eneo la tukio wanasema kuwa raia wengi walijikuta wakikumbwa na mashambulizi hayo wakati wakijaribu kukimbia maeneo ya mapigano. Baadhi ya watu waliojeruhiwa walikumbwa na risasi na wengine kujeruhiwa kutokana na milipuko ya vurugu zilizotokea wakati wa mapambano kati ya pande hizo mbili. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa watu 5 waliuawa katika mazingira hayo ya mapigano, huku idadi ya waliojeruhiwa ikiendelea kuongezeka kadri juhudi za uokoaji zinavyoendelea. Watu waliojeruhiwa walipelekwa katika vituo vya afya vya karibu kwa ajili ya kupewa matibabu, huku baadhi yao wakielezwa kuwa katika hali mbaya. Mashambulizi hayo yamesababisha pia wananchi wengi kuhama makazi yao kwa hofu ya usalama wao. Familia kadhaa zimeripotiwa kukimbia maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, huku wakiacha nyuma mali zao kutokana na hofu ya kuendelea kwa mapigano katika eneo hilo. Eneo la Masisi linaendelea kuwa miongoni mwa maeneo yanayokumbwa mara kwa mara na mapigano kati ya makundi yenye silaha mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika miezi hivi karibuni, hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi na mapigano kati ya vikosi vinavyoungwa mkono na serikali vinavyojulikana kama wazalendo wakipambana na makundi ya waasi wa AFC M23. Wananchi wa eneo hilo wanaendelea kutoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na jumuiya ya kimataifa kuongeza juhudi za kurejesha amani na kuwalinda raia ambao wamekuwa waathirika wakubwa wa vita vinavyoendelea katika jimbo la Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Hadi sasa mamlaka za kijeshi hazijatoa taarifa rasmi kuhusu ukubwa wa hasara zilizotokea katika mapigano hayo, lakini operation za kijeshi pamoja na ufuatiliaji wa hali wa usalama inaendelea katika eneo la Kalembe na maeneo yanayozunguka eneo hilo. Wakazi wa Masisi wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu, huku wakitumaini kurejea kwa amani ili waweze kuendelea na shughuli zao za kawaida ambazo zimeathiriwa kwa kiasi kikubwa na mapigano mara kwa mara katika ukanda huo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Turudi katika mkoa wa Kivu Kusini. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuimarisha juhudi za usalama katika maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo yanayoathiriwa na vita dhidi ya waasi. Katika hatua hiyo, makamu waziri mkuu anayehusika na Wizara ya Ulinzi wa Taifa pamoja na masuala ya wapiganaji wa zamani anayejulikana kama Kabombo Mwadiyamvita amewasili mjini Uvira kwa ziara maalum ya tathmini ya hali ya usalama pamoja na ufuatiliaji wa operation za kijeshi zinazoendelea katika mkoa wa Kivu Kusini. Ziara hiyo ilifanyika siku ya Jumapili tarehe 24 mwezi wa 5, huku waziri huyo akiambatana na ujumbe wa maafisa wakuu wa jeshi la taifa yani FARDC. Mara baada ya kuwasili mjini Uvira, ujumbe huo ulielekea moja kwa moja katika maeneo makuu ya sekta ya operation kwa ajili ya kufanya kikao cha tathmini na uongozi wa kijeshi wa kanda ya 33 yani 33e region ya kijeshi. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa baada ya mkutano huo, viongozi wa kijeshi walieleza kuwa
hali ya usalama katika eneo hilo inaonekana kuwa tulivu kwa kiwango kikubwa, ingawa bado kuna maeneo chache au maeneo machache yanayoripotiwa kuwa na mvutano hapa na pale. Mamlaka za kijeshi zimeendelea kufuatilia kwa karibu mienendo ya makundi yenye silaha ili kuhakikisha kuwa hali ya utulivu inadumu katika maeneo yanayozunguka Uvira pamoja na maeneo mengine au sehemu nyingine za Kivu Kusini. Katika ratiba ya ziara hiyo, Waziri Kabombo pia alitembelea kituo cha kulelea watoto yatima ambacho kinaitwa La Charite, ambacho kina wahudumia watoto wa wanajeshi waliopoteza maisha wakiwa katika jukumu la kulinda nchi yao. Akiwa katika kituo hicho, aliwahakikishia watoto pamoja na wasimamizi wa kituo hicho kuwa serikali itaendelea kuwapatia msaada na kuwajali familia za wanajeshi waliopoteza maisha yao kwa ajili ya usalama wa taifa yao. Ziara hii inaelezwa kuwa sehemu ya mpango mpana wa mageuzi na maboresho ya jeshi la taifa unaoendelezwa na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Serikali inalenga kuimarisha uwezo wa jeshi, kuongeza uratibu wa operation pamoja na kuboresha hali ya wanajeshi waliopo mstari mbele katika mapambano dhidi ya makundi yenye silaha mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa ratiba hiyo iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi, ujumbe huo utaendelea kufanya ziara katika maeneo mbalimbali ya operation kwa ajili ya ukaguzi wa hali halisi ya kiusalama pamoja na kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na vikosi vya jeshi vinavyotumiwa kwenye maeneo ya mapigano. Wananchi wa maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kutarajia kuwa ziara hiyo italeta hatua mpya za kuimarisha usalama, hasa wakati wa mapigano dhidi ya makundi ya waasi yakiendelea kuleta wasiwasi kwa wakazi wa baadhi ya maeneo ya Kivu nzima. Baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikuingie moja kwa moja na habari hizi za kimataifa. Tunakuomba kuendelea kubaki nasi mwanzo hadi mwisho ili upate habari za kuaminika tena za kuenea. Karibu. Pasavyo ili wananchi waelewe kwamba uwezo wao umefika kiwango fulani. Na kuna zile gharama zingine ambao wananchi wameweza kupropose hapa awali, wakasema jameni, mbona msipunguze gharama za kununua maua ama chai kwenye ofisi ili maisha yetu kwa afadhali kidogo. Na pengine lile tunapambana nalo kama Wakenya ni kwamba ni kipi tutatipatia kipaumbele katika kusukuma ajenda ya taifa ili tusigaramike kwa mambo ambayo si muhimu kwa wakati huu. Kabla sijakuuliza swali jingine Bwana Likaka, ngoja nimpe nafasi Bi Saada Mohamed Omar. Mgogoro huu wa kupanda bei ya mafuta umeathiri sekta za mahitaji kadhaa. Wewe binafsi umejifunza nini kutokana na mgogoro huo? Moja kwa moja ni umuhimu wa kutumia rasilimali ambazo tuko nazo ili kuweza kujenga akiba muda mrefu. Ni kitu ambacho kinapaswa kwa moja hapa malengo makuu ya muda mrefu hapa barani Afrika. Lau kama tutaweza kujifunza kujitegemea na tulichonacho, basi kuna vingi sana tunaweza kuviepusha. Vita vya Ukraine vilipatikana pia kwenye maafa hayo. Upatikanaji wa ngano na mafuta kuna kipindi vilikuwa havipatikani kabisa, ilikuwa ni tabu. Sasa hapa nchi zetu za Afrika tunaweza kutumia, yani tukakaa tukafikiria tunakusia wapi, turekebishe wapi, tuna kipi tukitumia ambacho ni chetu sisi, tukitumia kwa manufaa yetu. Yani itakuwa ni jambo moja zuri sana. Dr. Bubelwa, kwa maoni yako, nini kinapaswa kufanyika katika kukabiliana na hali kama hiyo? Kunatakiwa kuwa na mikakati ya muda mrefu, muda wa kati na muda mfupi. Mikakati ya muda mrefu ni pengine Tanzania kuona umuhimu wa kuwekeza zaidi kwenye miundombinu ya matumizi ya gesi asili ambayo tunayo hapa. Hii inaweza kusaidia, kwa mfano, asilimia kama 90 ya matumizi ya nishati yakategemea zaidi gesi asili ambayo tunayo badala ya kutumia mafuta. Kuanzia mwaka 2006 ambapo Tanzania ilianza kutumia gesi kwa ajili ya kuzalisha umeme, miaka 5 baadaye Tanzania iligundulika kuwa na kiwango kikubwa cha gesi asilia, takribani futi za ujazo trilioni 57. Ni kama saizi inaelekea trilioni 60 za futi za ujazo. Kwa hiyo katika hali ya kawaida ni kwamba tulitarajia tangu wakati ule ingechukua miaka 5 kujenga kiwanda kikubwa cha kubadilisha hiyo gesi kuwa tayari katika hali ya matumizi
inaitwa LNG, lakini bahati mbaya shughuli hiyo ilichelewa sana. Hiyo mpaka leo unapozungumza takribani miaka 15 imepita, hatujaanza hata kuzalisha hata kidogo. Na nimesikia juzi hapa kwamba mkataba wa mwisho utasainiwa mwezi wa 6, sina uhakika, lakini pengine sema hiyo ndio hatua muhimu sana ya mkakati wa muda mrefu ambao utasaidia Tanzania kupunguza kwa 90% matumizi ya mafuta ambayo yanatumia pesa kigeni na badala yake kutumia gesi asilia ambayo tunayo hapa nchini. Kwa hiyo ni eneo ambalo nadhani ni muhimu sana likazingatiwa katika mkakati wa muda mrefu, tukitaka kuondokana na matatizo ya mafuta ambayo pengine ikitokea vita nyingine ikapiganwa huko, pengine mkakati mwingine wa muda mfupi na muda wa kati ni kuangalia badala ya kutegemea kupata mafuta kutoka Mashariki ya Kati peke yake, basi kuangalia namna ambavyo Tanzania inaweza kawa inapata mafuta kutoka kwenye nchi hizi nyingine ambazo zinapata mafuta. Lakini sasa hivi ninavyozungumza kumekuwa na mpango vile wa kujenga kiwanda cha kusafisha mafuta Tanga, kulingana na kwamba tayari kuna bomba ambalo tunatarajiwa kuanza kusafisha mafuta kutoka Hoima huko Uganda, magharibi mwa Uganda, kuja Tanga kwa ajili ya kusafishwa mafuta ghafi kupelekwa Ulaya. Kwa hiyo pengine kati ya mikakati ya muda wa kati na mikakati ya muda mrefu inaweza ikasaidia Tanzania na pengine Afrika Mashariki kwa jumla. Maana swala la mafuta kama nilivyosema awali sio swala la nchi moja, ni swala la mkakati wa pamoja. Bwana Likaka, kwa maoni yako, unadhani ni kwa kiasi gani Kenya imeathirika kutokana na matukio ya Mashariki ya Kati, na hasa katika swala hili tunalolizungumzia juu ya kupanda kwa bei ya mafuta? Mwenyekiti, nimesema kwamba taifa la Kenya limeathirika kiasi kikubwa, kwa sababu kumbuka kwamba sisi hatuna bahati kwamba tunazalisha mafuta, tunategemea mambo yote kutoka kule ugaibuni, na kwa sababu ya ile mikakati ambayo tunajaribu kuweka kama taifa tumeshindwa, pengine kwa sababu tuna ule utegemezi mkubwa sana wa bidhaa kutoka nje ambayo ni hatari sana. Growth rate yetu tulikuwa tunatarajia kwamba uchumi utakuwa kiasi fulani, huenda hatutaweza kufaulu hivyo. Sisi kama Kenya kuna mambo mengi ambayo huenda yakaingiliwa sana kisiasa, kwa sababu kumbuka kwamba bei ya chakula tulikuwa na mipango hapa, tukufaulu na mipango weza kuzalisha vizuri, fertilizer ama hiyo mbolea tukupata vizuri, umeme ndio hivyo tena, gharama ya umeme imeenda juu. Basi inaonyesha kwamba mwananchi wa kawaida hawezi kufaidika kwa sababu uongozi uliopo pengine haujatilia maanani masuala haya. Hata kama kuna shida na migogoro ya vita kule ugaibuni, je, vipi hapa nyumbani tumeweza kuyashughulikia? Ndio unaona kwamba tunaathirika katika maisha yetu ya kila siku, na ni sekta zote, na tunaona kwamba gharama ya mafuta Kenya imekuwa ikiongezeka pole, na ndio hivyo wananchi wamefika kiwango ambao wanasema hapa tumefika mwisho, lazima tufanye mgomo. Ndio naona sasa mgomo huu tena umeathiri wale ambao hawakuwemo, kwa sababu kulikuwa na uporaji, kulikuwa na mambo mengi ambayo vijana walihusika nayo ambao wameharibu uchumi. Itachukua muda tena kuweza kujisatiti na kuendelea na maisha ya kila siku. Wewe mwenyewe binafsi unaonaje, Bwana Likaka, watu wamechukua hatua sahihi kuandamana? Kwangu binafsi ninashabikia sana maandamano, kwa sababu unajua ni lugha ambayo tumeizoea, na tumeona kwamba tukifanya maandamano kama wananchi wa kawaida serikali huwa inasikiza. Na ndio hivyo, ikiwa serikali haitataka kupunguza bei, kwa mfano nimesema ushuru karibu 9 hivi, mbona wasiondoe ushuru ule? Pengine hii entry ya mambo ya nishati itasaidia kusukuma agenda fulani kwamba serikali iweze kumsikiza mwananchi wa kawaida. Kwangu mimi naona swala ambalo limechukuliwa kwamba tufanye mgomo ni bora, kwa sababu heri tugome tuweze kuwasilisha maslahi yetu kule mbele, maanake tutaanza kujenga na tutajenga mfumo mpya ambao utakuwa unaeleweka kuliko kupelekwa vile tunavyopelekwa na matatizo ya kila siku. Bwana Karakacha, wewe kama mwenyekiti wa wamiliki wa matatu, migomo kama hii katika nchi yoyote kwa kawaida wananchi wa kawaida ndio huwa wanaumia. Maanake wenye magari wanataka nauli ziongezwe ili kuwasaidia wafanyabiashara katika kukabiliana na gharama kubwa za mafuta pamoja na ukarabati. Unadhani kuwepo na mawasiliano ndio njia ambayo inaweza kuepusha misukosuko, ama unadhani kuna njia nyingine? Watu wakiweza kuendelea kuongea, kama kuna shida yoyote na waweza kuwasiliana, inaweza kufanya mambo ya maandamano isiendelee. Lakini ikiwa watu wamenyamaziana, serikali imenyamaza, watu wanauliza maswali hawajibiwi, inakuwa vigumu sana, kwa sababu watu wanaona
hatupati ile yafaa tuwe tunapata. So hiyo inakuja inaleta tashwishi na inafanya kuwa raia na wawekezaji wa biashara wanaanza kulalamika kuwa hawasikizwi. So kuendelea mbele, nafikiri tunajaribu kuongea na serikali tuone vile hiyo itaweza kurekebishwa, ndio kusitokee vitu kama hizo, kwa sababu nchi ni yetu na tunasema ni lazima tuweza kusikizwa, na kama kuna jambo lolote serikali ni lazima ihusishe wenye biashara na pia ihusishe raia. Unadhani kipi kinatakiwa kifanyike ili kuepusha gharama kwa pande zote? Ile tunasema ukiangalia dunia mzima kuna mambo ya dizeli ile inatumika kwa magari zetu kuendelea, na kuna teknolojia inakuja. Yafaa serikali iangalie mambo ya teknolojia. Kama saa hizi tuko na gari zinatumia stima, kuna gari zinatumia gasi, na ukiangalia upande huo unaona kuwa ni bei rahisi, inaweza kusaidia mwananchi wa kawaida kwa sababu itafanya mambo ya nauli rudi chini. Unadhani maelewano kati ya chama cha wamiliki wa matatu na serikali nchini Kenya yatapatikana? Tunadhani inaweza ikapatikana kwa sababu serikali ni lazima iweze kujitokeza iseme, kwa sababu raia, bila raia hatuwezi tukakuwa na serikali. So tunajua kwa sababu tunajaribu kusukuma tuweze kuelewana, na tunafikiria kuwa tutapata jawabu, na tukipata jawabu tutakuwa tunasaidia wafanyabiashara na tutakuwa tunasaidia mwananchi wa kawaida. Bwana Karakacha amezungumzia juu ya kuleta matumaini ya kuleta uelewano kati ya wananchi na vyombo vya serikali. Bwana Luchetu Likaka, ungependa kusema nini? Kwangu nashabikia kwa sababu ni vyema tuwe na ule uelewano, lakini ninaposukuma haya mambo ya mazungumzo ni kwa sababu tuna haja kwamba tuwe na majadiliano, na hasa msimamo kama mimi binafsi. Msimamo wangu ni kwamba ushuru uliopo kwenye mafuta uweze kuondolewa kwa sababu ni wingi. Kwa mfano, tuko na ushuru ambao tunaita the railway levy. Mbona tuwe na railway levy ambaye ni reli, huende peleke upande wa reli lakini inakuja kwa mafuta? Heri tuweke mgomo tuweze kupata nafasi ya kuelewana na serikali itusikize, kwa sababu mara nyingi hii serikali iliyopo haijakuwa ikimsikiza mwananchi wa kawaida. Nitakupeleka kwenye historia. Mwaka wa 2024 ule mgomo tuliokuwa nao kwa sababu ya ile finance bill ya 2024-2025 ilipitishwa kinyume cha matakwa ya wananchi wa kawaida, na ndio hivi rais anashughulikia kwamba atatafuta mwafaka wa haraka vipi kuondoa kwamba tusiwa na maandamano makubwa. Na ndio hivyo mimi naona ni tuwapatie nafasi wajadili. Ikiwa watatupunguzia gharama basi tutasema asante, wakikosa kupunguza gharama basi mimi ni mmoja wale wa kusema kwamba tutaendelea na mgomo ili tuweze kuhakikisha kwamba serikali inatusikiza. Bisada, umemsikia Bwana Luchetu Likaka. Wewe ungependa kuwaasa nini vijana wenzako? Yangu machache tu. Vijana wenzangu ningewasihi kwanza tutumie njia bora za kuwasilisha matatizo yetu, na tujitahidi sana kuepuka vurugu ambazo kwa mtazamo wangu siku zote hazizai matunda. Kuna namna ya watu kuweza kuwasiliana na kukaa na kuelewana katika kutafuta mwafaka wa jambo ambalo litafaa wote. Ni vizuri pia kutafuta maelewano kutoka kwa pande zote. Vurugu kwa kweli si jambo ambalo ningependa kulisisitiza ama kulishadadia sana. Kwako Dr. Kaiza, wewe unatoa ushauri gani kuhusiana na mgogoro huu wa kupanda kwa bei za nishati duniani ambapo nchi zetu pia zimeathirika? Ushauri wangu moja ambao ni muhimu kufanyika ni swala la kuangalia kupunguza utegemezi wa mafuta kutoka Mashariki ya Kati, lakini kwa upande wa pili kutafuta maeneo mengine ambayo inaweza kawa ndio chimbuko la kupata hii nishati ya mafuta. Kwa mfano nimesema juu ya mafuta yanayopatikana katika nchi nyingine, tukaangalia pengine mikakati ya pamoja ya kuhakikisha kwamba hata huko mafuta yanakopatikana tunaweza tukazalisha huko, lakini tuwe na uwezo sisi huku wa kuwa na kiwanda cha kusafisha mafuta, kukawa na aina fulani ya umoja wa katika uzalishaji na usafishaji mafuta, tukawa na uhakika zaidi badala ya kutegemea kununua mafuta ambayo yamesha kusafishwa ambayo yanaletwa hapa na wafanyabiashara, makampuni au watu binafsi ambao kwenye biashara zaidi, wakati sisi mtazamo wetu sio biashara. Mtazamo wetu kama taifa ni usalama wa nishati, mtazamo wetu ni uwezo wa kuzalisha na taifa kujitosheleza kwa nishati. Swala la uwekezaji kwenye nishati jadidi, renewable energy ni muhimu sana. Tusaidie
kuhakikisha kwamba pale ambapo dunia inakoelekea na sisi tunaenea huko. Ni mambo ambayo nadhani inawezekana. Pengine hii vita ya Ghuba ya Uajemi na athari iliyotokana na vita hiyo inaweza kawa ndio tufungulie milango ya kujua kwamba kutegemea chanzo kimoja cha nishati si salama kama tunataka tuwe na uhakika wa nishati kwa ajili ya shughuli zetu.